Mwanaume huyo alizaliwa akiwa na nguvu za ajabu zisizoelezeka. Mbele ya macho yaliyoganda kwa mshangao, aliunyosha kwa mikono mitupu mshipi wa chuma uliokuwa umechomwa hadi kufikia karibu nyuzi joto 3,000. Kisha kwa mikono hiyo hiyo akaubadilisha mshipi huo kuwa upanga mkali sana, mkali kiasi kwamba kwa pigo moja tu uliweza kukata chuma kama siagi. Ikabainika kuwa mwanaume huyo ndiye mfalme wa juu kabisa wa uundaji wa mapanga duniani. Mikono yake iliweza kustahimili joto la maelfu ya nyuzi na hata kuyafufua mapanga yaliyovunjika kana kwamba yanapata uhai. Hata hivyo, mtu wa hadhi hiyo aliwekewa mtego na kaka yake wa mafunzo, mwanafunzi mwandamizi. Tangu siku hiyo akageuka kuwa mtu aliyekataliwa na kudharauliwa na wote. Akaamua kuficha utambulisho wake, akiishi maisha ya unyenyekevu kama mkusanyaji wa chuma chakavu. Hadi siku moja msichana mmoja alipomtafuta akimwomba msaada wa kurekebisha upanga wa thamani kubwa, lakini mara tu mwanaume alipouona upanga huo alitambua mara moja ulikuwa ni kazi ya hadithi ya mwalimu wake, upanga ule ule uliowahi kupasuka vipande viwili walipopambana zamani. Sasa msichana huyo alitaka upanga huo utengenezwe ili aingie kwenye mashindano ya uundaji wa mapanga. Ndipo kweli mchungu ukafichuka. Baada ya mwanaume huyo kutoweka, Mad Blade walinyakua hisa zote za mwalimu wake, jambo lililosababisha mwalimu afariki papo hapo. Zaidi ya hapo, waliandaa mtego uliomzamisha binti wa mwalimu katika madeni makubwa. Sasa zawadi ya mashindano ndio ilikuwa tumaini lake pekee. Kwa kulipa wema wa mwalimu wake, mwanaume alikwenda na msichana huyo kwenye karakana ya uundaji wa mapanga, lakini walipofika tu walikejeliwa na Master Lee aliyemuita mwanaume mchukuaji wa taka asiye na haki ya kugusa upanga wa Longquan. Master Lee akiwa na kujiamini kupita kiasi, akatoa zani zake akijaribu kuunganisha upanga kwa kulehemu ya kawaida. Mwanaume akamzuia mara moja akisema upanga wa Longquan hauwezi kutengenezwa kwa fimbo za kawaida za kulehemu, vinginevyo rangi yake ya kipekee ya damu ingefifia na nyusa zingeonekana juu ya uso. Lakini Master Lee hakutaka kusikia ushauri wa mchukuaji wa taka. Alijigamba kuwa kwa miaka mingi hakuwahi kushindwa kurekebisha upanga wowote. Umati nao ukamwamini. Hata hivyo, mara tu alipoanza kulehemu, nyufa zikatokea papo hapo, sawa sawa na unyo wa mwanaume. Ikathibitika kuwa upanga wa Longquan ulihushwa kwa chuma kilichosafishwa cha rangi ya damu, na fimbo za kawaida zingeharibu usafi wake na kusababisha uharibifu usioweza kurekebishwa. Mama wa msichana akauliza kwa hofu afanye nini sasa. Master Lee akakiri kuwa ni mfalme wa mapanga wa hadithi pekee ndiye angeweza kurekebisha. Wakati kila mtu akiwa amekata tamaa, watu wa Mad Blade wakaingia ghafla. Safari hii wakampa msichana nafasi ya mwisho. Akimshinda mtengenezaji wao wa mapanga, wangeongeza muda wa kulipa deni. Msichana alikubali bila kusita.